Jambo jingine ayuhannas ambalo ni muhimu kulifahamu, kwamba hawa watetezi wa demokrasi hawa wanatuaminisha kuwa demokrasi na misingi yake, na yale mambo ambayo yanapatikana katika hiyo misingi ya demokrasi hayo hayapatikani nje ya demokrasi na nje ya misingi yake. Hivi ndivyo wanavyotuaminisha kwamba demokrasi ina jambo hili, ina hili, ina hili, ina hili, ina hili, ina hili. Haya huwezi kuyapata nje ya demokrasi. Kwa hiyo ukiwa hutaki demokrasi, hutaki haya mambo, halafu anakutajia mambo mazuri mazuri. Kwa mfano, katika misingi ya demokrasi wanakuambia utawala wa sheria. Kwa hiyo hutapata utawala wa sheria nje ya demokrasi. Katika misingi ya demokrasi haki. Kwa hiyo wewe hutapata haki nje ya demokrasi. Utaka haki, lazima demokrasi. Katika misingi ya demokrasi usawa. Wewe hutapata usawa nje ya demokrasi. Katika misingi ya demokrasi ni uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo hutapata uhuru wa kujieleza nje ya demokrasi. Kama maana yao katika jambo hili na mambo haya wanayoyataja, tafsiri yao ni ile ile ambayo wao wanaizungumza katika demokrasia, yaani kama utawala wa sheria ule ule wanaozungumza wao, na sio utawala wa sheria kama dhana. Kama maana yao ndio hiyo, ni kweli, kwa sababu hayo wanayoyataja hayo ambayo yako kwenye demokrasi, kwa maana yao ile wanaoieleza huko wengine hakuna, yako kwao tu. Lakini kama ni dhana kwa ujumla wake, basi nje ya demokrasi yapo hayo mambo, tena kwa uzuri zaidi. Kwa mfano utawala wa sheria, si ni katika misingi ya demokrasi? Kama utawala wa sheria wanaokusudia wao ni dhana ya utawala wa sheria, nje ya demokrasi upo. Sisi katika Uislamu tunao utawala wa sheria. Uislamu ni dini yenye sheria na uongozi wake daima hufuata sheria. Kwani nyinyi sheria mmezipata wapi? Hizi taratibu na kanuni hizi mmezipata wapi? Si ni juzi tu hapa miaka 200 nyuma ndio watafiti wamefungua vitabu vya Kiislamu wakaona mambo yanavyoendeshwa Kiislamu. Siku nyingi Uislamu ushazungumza kuhusu mambo ya jinai. Vitabu vimeandika vya wanavyuoni wa Kiislamu wa fiqh vya zamani kabisa, mambo ya madai, mambo ya jinai, makosa makubwa ya jinai. Mengine yametajwa kwenye Qur'ani kabisa. Katika sheria ya nchi hii kwenye criminal procedure kuna wanasheria katika penal code ile procedure ile ya criminal procedure, ile procedure mengi katika mambo yale yameigwa kutoka kwa mafundisho ya Uislamu. Sasa katika ile penal code kuna makosa, kwa mfano ya kuua. Makosa ya kuua yako ya aina mbili. Kuna kuua mada, kuua kwa kukusudia, na kuna manslaughter, kuua bila kukusudia. Kuua kwa kukusudia kuna ingredients zake, na hiyo manslaughter kuna ingredients zake, kwamba ukifanya hivi wewe utahukumiwa kwamba umekusudia. Sasa jambo hili tu kwa mfano katika Qur'ani limeelezwa miaka 1400 nyuma, na utaratibu wake na namna linavyokuwa. Halikuelezwa kama walivyoeleza wao, kilimeelezwa kwa upana na kwa uzuri zaidi. Bali Uislamu ukapanua baadhi ya makosa: kuua kwa kukusudia, kuua bila kukusudia, kuua kuna kufanana na kukusudia, na kila jambo lina ingredients zake. Na haya mambo yalikuwa yakihukumiwa na makadhi zamani. Sasa walikuwa wakihukumu vipi? Na jambo liko kwenye Qur'ani na liko kwenye sheria ya Kiislamu. Hiyo miaka hiyo kabla ya haya mambo ya sasa yaliyokuja haya, wao walikuwa wakihukumu vipi? Walikuwa wana procedure zimeandikwa. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu
kama ni utawala wa sheria unaofuata sheria, dini yetu ni sheria tupu. Huu ni mfano halisi wa kwamba nje ya demokrasi mambo haya yapo, na tusiaminishe kwamba ndani ya demokrasi ndiyo yapo, nje ya demokrasi hakuna utawala wa sheria. Bali Uislamu umefikia kiwango cha juu kabisa cha utekelezaji wa sheria ambacho hakijafikiwa na mfumo wowote na wala hakitafikiwa na mfumo wowote, na ushahidi upo mwingi kabisa. Miongoni mwa ushahidi huo ni mwanamke mmoja alikuwa na tuhuma ya wizi katika kipindi cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwanamke mtukufu wa kabila la Makhzumia, kabila la Makhzum. Mwanamke huyo katika riwaya zimekuja kama Bibi Aisha, anna Quraishan ahammahum sha'nu almar'ati almakhzumiyya allati saraqat, wakamtuma Usama akamuombe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amuondoshee adhabu. Bwana, huyu mwanamke ni mtukufu, nani atazungumza na Mtume? Wakaona huyu Usama huyu ni kipenzi cha Mtume na baba yake ni kipenzi cha Mtume. Baba yake alikuwa akiitwa Zaid. Zaid aliachwa huru na Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipewa za Zaid, alipewa zawadi Mtume na mkewe Bibi Khadija. Mtume na mambo ya utumwa ni mbali kwa mbali, akamwacha huru. Na wewe sasa hivi uko huru. Akawa Zaidi ndiyo yule aliyotajwa kwenye Qur'ani, akawa anaishi naye kama kijana wake. Kwa faida tu, baba yake alikuja huyu Zaidi, akamkuta mwanawe yuko na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Makka. Akamwambia, akamfuata Mtume akamwambia, bwana, huyu ni kijana wangu, mimi namhitaji, nitakurudishia unachokitaka. Mtume akamwambia, huyu yuko huru, wewe zungumza naye, akikubali kuondoka na wewe mchukue, akikataa akitaka kubaki na mimi muache. Sasa huwezi kufananisha tabia za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na za mtu mwingine. Yule bwana akamwambia, baba, wewe nenda, huyu mtu siwezi kumwacha, wewe nenda bwana, mimi nitabaki naye huyu. Mtume alikuwa akimpenda mwanae, ni Usama. Mtume alikuwa akimpenda. Tumtume nani? Tumtume Usama. Bwana, njoo kumwambie Mtume kuna mwanamke kaiba huyu mtukufu bwana, angalie namna ya kufanya. Akamuuliza Usama, hivi wewe unaombea watu ili isitekelezwe hadi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Akawakusanya watu katika mimbari, akawahutubia, akawaambia maneno mazito sana. Katika aliyowaambia, innama ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idha saraka fihim ash-sharifu tarakuhu wa idha saraka fihim ad-dha'ifu aqamu alayhi al-hadda. Hakika hapana vingine, wameangamia waliokuwa kabla yenu. Wao walikuwa akiiba mtu mtukufu wanamuacha, na akiiba mtu dhaifu wanamsimamishia hujja. Wallahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Wallahi, naapa kwa Allah, lau kama Fatima binti wa Muhammad ataiba, mimi nitamkata mkono wake. Kuna kiwango cha utekelezaji wa sheria kikubwa kuliko hiki? Ukamkate mtoto wako unayempenda. Lakini angelifanya hivyo, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ingelimkata. Sasa msitutajie kwamba mkaonesha kama vile sheria na utekelezaji wake kwa kwenye demokrasi na nje ya demokrasi hakuna kitu hicho. Kadhalika wanataja usawa, na makusudio yao kuhusu usawa wa watetezi wa demokrasi ni kwamba watu wote wako sawa, wachukuliwe kwa usawa. Wanawake wako sawa na wanaume, matajiri na maskini wako sawa, watu wote wako sawa. Sasa jambo hili linaweza kuwa ni sahihi kwa upande fulani, lakini upande mwingine sio sahihi.
Katika Uislamu kuna maeneo watu wako sawa, kupitishiwa hukumu watu wako sawa, tajiri maskini sawa, wanawake wako sawa na wanaume katika baadhi ya maeneo. Kama mfano maeneo gani? Katika malipo ya matendo na utendaji wa matendo mema wapo sawa katika asili yao, wapo sawa katika mambo ya imani, watapata wao ujira. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Yeyote atakayefanya matendo mema, awe mwanaume au mwanamke, hali ya kuwa ni mu'min, basi tutamhuisha hai mzuri na tutamlipa ujira wake kwa yale mazuri waliokuwa wakiyafanya. Katika masala ya malipo na amali njema watu wako sawa, wako sawa, wanaruhusiwa wote kumiliki, wanaruhusiwa kurithi, wako sawa. Lakini si katika mambo yote mwanamke na mwanaume watu wako sawa. Walaisa dhakaru kaluntha, kuna mambo ni mahsusi kwa mwanaume, hayo anayaweza yeye, na kuna mambo ni mahsusi kwa wanawake, wanayaweza wao, mwanaume hayawezi, na akiingia tafeli. Kwa hiyo zile harakati za usawa zilizoanza karne ya 19 na zikashika kasi baada ya vita ya pili ya dunia, baada ya vita ya kwanza ya dunia, zilizokuwa zikiwaangalia watu wote sawa, baadaye zikaingizwa kwenye demokrasi na kwamba watu wote wako sawa katika mambo yote, zile haziko sawa sawa, si sahihi, si mtazamo sahihi. Kwa hiyo katika usawa, sisi tuueleza usawa hivyo, kuna mambo watu wako sawa na kuna mambo hawako sawa. Kwa hiyo ikiwa ni hivyo, uadilifu ndio utatumika, na ndiyo maana ya kusisitizwa uadilifu katika Uislamu. Kuna sehemu nyingine usawa hauna maana tena. Kadhalika wanatuaminisha hawa jamaa wa demokrasi kwamba hakuna uhuru wa kujieleza au hakuna uhuru nje ya demokrasi. Uwe ni wa kujieleza wote, lakini nje ya demokrasi hakuna uhuru. Watu wanaoishi katika nchi ambazo hazina demokrasi hawana uhuru, hawana raha, wanaishi maisha ya kizamani, conservatives. Hiki ndio ambacho wao wanataka kutuaminisha. Sisi twasema watu wanaoishi katika Uislamu wana uhuru, na dini ya Kiislamu imekuja kuwaweka watu huru na kuwafungua minyororo na mizigo waliokuwa nayo ya takalid na sharai za jahiliya, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika suratul A'raf, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله أنا وصفية wale wafuasi watakaomfuata mtume an-nabii al-ummi, asiyejua kusoma kilichoandikwa, wanayemkuta ameandikwa katika Taurati na Injili, nabii anayewaamrisha mambo mema na kuwakataza mabaya. ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم, na anawaondoshea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao. Watu walikuwa wamefungwa na minyororo na takalid za sharai za jahiliya, hawana uhuru, wana maisha ya dhiki. Mwanamke alikuwa akinyanyasika, harithi, bali hata kuishi alikuwa hana haki ya kuishi, akiuawa. Hawezi kumiliki mali, hana haki ya kusoma, hana haki ya kujadili, yupo tu. Uislamu umekuja ukautoa uhuru huu
asiuawe, kurithi naye arithi, kumiliki mali amiliki, kusoma asome, asirithiwe. Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekuja kuwaeka watu wawe huru, na walikuwa wakisema, lakini sisi kwenye uhuru wetu kuna mipaka, sisi hatuna uhuru usiokuwa na mipaka. Uhuru ndio unaoihangaisha dunia sasa hivi. Uhuru usiokuwa na mipaka ndio unaozihangaisha serikali. Sisi katika Uislamu uhuru upo, tena ndio uliokuja kuasisiwa. Jahilia haikuwa na uhuru, lakini uhuru wetu una mipaka. Mambo maovu hakuna, uasharati hakuna, madanguro hakuna. Uhuru wa kutukana mtu, usimame hadharani umtukane mtu kwa sababu kwa mgongo wa siasa hakuna. Haya, kati ya sisi ambao tunasema uhuru huu na wale ambao wasema uhuru upo, wapi wanaoteseka zaidi? Serikali zateseka, ziteseki, zateseka za huko wanakotangaza hiyo demokrasia, zateseka kweli kweli, sikwambii hizi za kwetu, kwa sababu ya uhuru ambao hauna mipaka. Ndugu zangu, baada ya maelezo haya ambayo mimi nasema si marefu, japo mnaweza kuyaona marefu, maelezo ya kati na kati kuhusu demokrasia na mtazamo wetu, sasa turudi kwenye nukta yetu ya msingi. Athari ya mfumo wa demokrasi juu ya msingi huu tunaoueleza, ta'atu ulati al-umur, kuwatii watawala, athari yake ni ipi? Athari zake ziko nyingi sana. Katika mfumo wa demokrasi, kuikosoa, kuipinga na hata kuiondoa serikali madarakani huonekana ni jambo au ni haki ya msingi ya raia, bila ya kuzingatia maslaha wala mafsada. Katika demokrasi, kukosoa viongozi hadharani ni haki ya msingi ya raia, haki ya msingi ya wanasiasa katika kutekeleza majukumu yao. Demokrasi ina uhuru usio na mipaka, na uhuru huu umesababisha fitna. Kwa nini? Kila mtu ana haki ya kusema chochote anachotaka kusema. Kila mtu ana haki ya kumkosoa kiongozi mkubwa hadharani. Anaweza kumdhalilisha, anaweza kumtukana, anaweza kuchochea watu dhidi yake kwa mgongo wa demokrasi. Haya tunayoyasema haya ni ukweli au uongo? Ni ukweli. Na watu wanalipwa fedha kwa ajili ya kutoa elimu hii ya demokrasi, ya kudhalilisha viongozi, kuwatukana na kuchochea watu dhidi yao. Katika dini yetu ya Kiislamu na utaratibu wake, Uislamu unasema kukosoa kupo, lakini kumkosoa kiongozi, jambo hili hufanyika faragha, kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyosema katika hadithi, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniya, anayetaka kumkosoa mwenye mamlaka asimdhihirishie hadharani, amshike mkono wake akae naye faragha, halafu amwambie anayotaka kumwambia. Jihad bora ni mtu kumwambia haki kiongozi muovu mbele yake, sio ukae huku mbali huku. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, ayul jihadi afdal? Qala kalimatu haqqin inda sultanin jair, jihadi ipi ni bora zaidi? Akasema neno la haki mbele ya kiongozi. Bwana wewe unakosea hapa, mbele yake kamwambie, lakini sio kuzungumza hadharani. Hadharani imekatazwa.
wakati jambo hili ni kinyume kabisa na mfumo wa demokrasia. Sasa hili jambo la kuwashambulia viongozi hadharani, ambalo kidemokrasia inaonekana ni ujasiri na ni jambo la ufahari, je, jambo hili kiasili ni sawa? Kiutaratibu tu wa maisha ya kawaida ni sawa? Wakati huo miaka 1950 demokrasia hakuna, wapo watu tu wanaishi na wazee wao na viongozi wao, ilikuwa ni sawa hivyo? Kwamba mtu anaweza akamshambulia kiongozi, akamtukana, halafu kufanya hivyo ndio ufahari, ndio ujasiri, ndio uzalendo, ni sawa? Bila shaka jambo hili sio sawa. Tuishieni hapa. Baada ya maghrib tutaendelea na kipengele hiki cha demokrasi kidogo, halafu tuingie katika nukta zetu nyingine za mwisho insha Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.